ambao wapo wageni waliokaa jukwaa la Mheshimiwa Spika ni wageni wa Mheshimiwa Daniel Baran Silo, mbunge na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ambao ni ndugu Joachim Leons Mneki kutoka mkoa wa Manyara. Karibu sana. Ndugu Shaban Mrisho, katibu wa CCM mkoa wa Manyara. Karibu sana. Wageni wengine ni wageni wa waheshimiwa wabunge. Kuna wageni wa Mheshimiwa Innocent Luga Bashungwa, mbunge na waziri wa mambo ya ndani. Ni wakurugenzi, wakuu wa vitengo na maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi na taasisi zake, na wadau wa taasisi za fedha, Azania Bank, Benki ya Watu wa Zanzibar, NBC, CRDB na NMB. Wale pale. Karibuni sana. Kuna wajumbe wa kamati ya siasa kutoka mkoa wa Kagera. Karibuni sana. Pia kuna kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Karagwe ikiongozwa na mwenyekiti ndugu Pasco Ramugata. Karibuni sana wajumbe hao kutoka huko mkoa wa Kagera. Tuna pia viongozi wa Chama cha Mapinduzi na madiwani wa wilaya ya Karagwe ikiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri Mheshimiwa Walek Mashanda. Karibuni sana. Na pia tuna manaibu kamishna kutoka vyombo vya usalama vilivyopo Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, Jeshi la Polisi, Jeshi la Magereza, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na Idara ya Uhamiaji. Naona bado hawajaingia. Lakini pia tuna wanahabari na wafanyakazi wa ofisi ya mbunge wakiongozwa na ndugu Ivo Ndisanye. Karibuni sana. Wageni wengine wa Mheshimiwa Silo, naibu waziri wa mambo ya ndani, ni wajumbe wa Baraza la Usalama Barabarani Taifa. Karibuni sana. Wengine ni wajumbe wa kamati ya siasa kutoka mkoa wa Manyara. Karibuni sana. Wajumbe wa kamati ya siasa wilaya ya Babati vijijini. Karibuni sana. Na pia ana wajumbe wa sekretarieti ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara. Karibuni sana wageni hao kutoka Manyara. Pia tuna wageni 53 wa Mheshimiwa Muharami Shaban Mkenge, mbunge, ambao ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa kata kutoka jimbo la Bagamoyo mkoa wa Pwani. Karibuni sana wageni wetu kutoka huko Bagamoyo. Tuna wageni pia ambao wametembelea bunge leo hii kwa ajili ya mafunzo, wanafunzi 50 na walimu 8 wa shule ya awali na msingi ya Mikai ya jijini Dodoma. Karibuni sana wanafunzi wetu kutoka hapa Dodoma. Pia tuna wanakwaya 29 kutoka kwaya ya Upendo KKT Azania Front ya jijini Dar es Salaam. Karibuni sana wanakwaya wetu. Mheshimiwa wabunge, tunaendelea na Mheshimiwa Boniface Mwitagitere. Mheshimiwa Elbarik Emmanuel King ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi ya kuchangia hii wizara muhimu sana katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, la kwanza nimshukuru na nimpongeze waziri wa mambo ya ndani ndugu yetu Bashungwa, anaitwa ni klaka wa mama, anapewa kila eneo lenye matatizo anapeleka na maliza. Ni mtu mahiri sana, lakini mmoja wapo waziri wa staarabu sana katika nchi yetu. Na kupongeza kwa kazi nzuri. Mpongeze wa naibu wake Silo, mchapakazi, ametoka kwenye budget, ameshika vizuri wizara na kusaidia. Katibu mkuu wa wizara, IGP Wambura anatoka kwenye mkoa wa Mara, ametuheshimisha sana watu wa mkoa wa Mara. Anafanya kazi nzuri, maana yake ni kwamba akistaafu mama tena ataona mkoa wa Mara unastahili tena kupata mtu wa aina hiyo. Ametuheshimisha sana, namshukuru sana. Lakini kuna mama yetu yule anafanya kazi nzuri sana, yule wa uhamiaji. Sasa sijui yule ataendelea kuwepo, maana yake yule naona umeongeza hata mikataba. Kama mikataba yake imeisha, niongezeni tu. Anafanya kazi vizuri, msikivu sana yule mama. Anafanya kazi nzuri sana. Lakini watendaji wote wa wizara, mapolisi wote,
wa wizara wanaofanya kazi, makamishna wote wanafanya kazi nzuri sana. Ndugu zangu wabunge, tukubaliane. Kuna nchi duniani hazina vyombo vya ndani, hazina mapolisi. Zipo nchi duniani. Lakini kwa nchi za Kiafrika kama si Tanzania, polisi wakikosekana hata dakika moja, wote mtakuwa mko ndani. Mtajifungia na mali zenu zote zitaenda. Kwa hiyo mapolisi ni watu muhimu sana katika nchi yetu. Na mimi naomba, niombe waziri, tuangalie maslahi ya mapolisi. Tuangalie maslahi yao. Tuangalie wapi tunakwama katika kuwalipa vizuri mapolisi. Wanafanya kazi usiku na mchana. Vyombo vya usalama vyote tuangalie. Tuangalie polisi, wanasema hamna wingi wa polisi. Polisi. Tuangalie namna gani tunawasaidia kupata uwezo wa kuendesha shughuli zao. Nimshukuru Rais kwa kuwapa magari 218. Lakini pikipiki 105 amefanya kazi nzuri sana kuwapa. Ili tuweze kujenga usalama wa kutosha kwenye nchi yetu, lazima polisi na vyombo vingine vya usalama vipate usafiri na vipate maslahi ya kuwatosha ili wapunguze ghadhabu zao katika maisha yao ya nyumbani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania ni nchi huru. Na sio huru tu. Katika mataifa mengi ya Afrika, sijui kama kuna mengine, sisi ndio Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taifa letu ndio linaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni nchi huru. Inahitaji amani, inahitaji usalama, inahitaji ulinzi wake wa kutosha, inahitaji kujilinda yenyewe. Ina utamaduni tofauti, ina siasa tofauti, ina watu tofauti. Tanzania ndio kipekee huko nyuma mpaka leo nadhani. Ulikuwa ukienda Dar es Salaam mpaka uende kwa balozi ndio uende wakujua kama umetokea wapi. Balozi wa nyumba 10 kwa nchi yetu analinda mtu. Hakuna nchi nyingine ya kufanya hivi. Kwa sisi ni nchi pekee ambayo inaweza kufanya kazi zake kwa kujilinda. Tulikuwa tunaongea hapa na wenzangu, tumeona chombo muhimu sana duniani, CNN, kutoka Marekani. Kinasema Rais Samia hapingi wanaharakati. Anapinga kuingiliwa na wanaharakati. Hapingi wanaharakati. Amesema anapinga upotoshaji na kuingiliwa kwa wanaharakati. Kwa hiyo lazima kila nchi iwe na uwezo wake. Kwa sababu gani? Sisi tuna wanaharakati wa ndani, wafanye wanaharakati wao. Lakini sio tupokee wanaharakati kutoka maeneo mengine waje kuingia kwenye nchi yetu. Hapana. Hiyo Bashungwa na IGP Wambura kazi hiyo muifanye iende vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naangalia hapa ripoti mbalimbali. Nimeangalia ripoti ya Global Peace Index ya 2024. Ile ripoti ya amani inasema dunia ya leo imepata misukosuko ya migogoro na ghasia, na watu wengi wanakufa kwa ajili ya migogoro na hizo ghasia duniani. Ripoti inasema dunia jipange kujilinda usalama wake katika nchi yake. Ijilinde usalama. Kwa hiyo ripoti imesema wazi 2024. Sasa ni nini kinafanyika? Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima alinde usalama wa nchi yetu. Na pengine wanasikia maneno tu wasema rais mpore. Hakuna rais aliyewahi kutokea kwa mpore. Haipo. Ndio maana anaitwa Amiri Jeshi Mkuu. Amiri Jeshi Mkuu maana yake ni kwamba jeshi halifuati sheria, linafuata amri. Sasa huwezi kuwa Amiri Jeshi Mkuu alafu kama mpore. Haiwezekani. Kwa hiyo kwa vyovyote vile rais ni system. Mama Samia ni jina la mtu. Kwa hiyo tunaposema Mama Samia ni rais wa nchi, maana yake anafuata ni Amiri Jeshi Mkuu wa jeshi. Pale ambapo nchi yake inaingiliwa anakuwa tofauti. Na niwaambie wabunge, sio kama mnamtazama mama, siku zote ukimwona mama inaonekana usalama wa nchi unayumba, utamwona machoni. Anabadilika kabisa. Anakuambia, ukisikia mama anasema hii hapana, ujue amefika mwisho. Kwa hiyo rais analinda usalama wa nchi yetu. Lakini nimeona ripoti ya nchi, nimeona ripoti ya index ya Global Peace Index imeonyesha kwamba kuna nchi 10 zaidi Afrika zenye amani zaidi. Nchi 10 amestaja.
Nchi ya kwanza imetaja Mauritius, imekuja Madagascar, imekuja Botswana, imekuja Ghana, imekuja Zambia, imekuja Namibia, imekuja Tanzania, imekuja Sierra Leone, imekuja Liberia, imekuja Angola. Haya, mama anaposema, rais wetu anaposema nchi yetu ni nchi pekee ya kimbilio la Afrika Mashariki, unakataa nini? Wewe unakataa nini? Ripoti imesema katika nchi zilizotajwa hapa, nchi za Afrika Mashariki ni Tanzania pekee yake. Nani ya 7? Kwa hiyo sisi tulikuwa kwanza tunaenda hivi, tunaenda mwishoni tutakwenda kuanguka kama tutalinda nchi yetu. Kwa niwaombe kwamba katika nchi yetu lazima tulinde amani yetu. Tumekuwa uhuru wetu tulipata tofauti. Ni moja ya nchi zilipata uhuru wake, uhuru tuliopata ulikuwa ni uhuru wa amani. Hatukutoa damu, tulipata uhuru wa damu. Mimi nimetazama vikripu nyingi sana. Niwashukuru sana wale viongozi wa Kenya na wananchi wa Kenya waliopinga hatua za wale watu wanataka kuja kutuingilia hapa. Wamepinga sana. Nimeona wananchi wanapinga, nimeona viongozi wanapinga. Tunawashukuru sana. Lakini tunawalani wale wanaoandika rais vibaya, wale wanatukana rais wetu. Tunawalani sana. Lakini Kenya ni nchi yetu. Sisi tuko pamoja, tunapendana, tunafanya biashara, tuishi pamoja. Na niwaombe marais wasiingilie hivyo vitu vya watu wahuni hawa wanakuja tuvuruga na wenyewe tukaingia kwenye uhuni hapa. Wakubaliane kwamba wale wote ambao wanatenda nje ya sheria wakamatwe katika nchi zao. Kwa sababu siasa za Kenya sio siasa za Tanzania. Kwa hiyo niombe, niwashukuru sana wale watu wa Kenya wanaokataa mambo hayo, wanaopinga uhalimu waliofanya wanaharakati waliokuwepo ili tuendelee na nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimezungumza hayo kwa sababu nchi yetu inahitaji amani. Tunahitaji amani sana 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 sana. Hakuna mtu anaweza kupinga, hakuna mtu anaweza kusema kwamba tunaweza kuendelea. Wameonyesha kwanza shirika la fedha duniani limeonyesha mpaka sasa nchi yetu pato la taifa ni bilioni 85.6. Limeonyesha, linasema kwamba kama Tanzania itaenda na amani yake hivyo hapo ilivyo, ikifika 2028 nchi yetu itakuwa na pato la kitaifa ambalo itakuwepo bilioni 136. Sasa kama hatuwezi kulinda mikakati yetu ya kimaendeleo, hatuwezi kulinda miradi ambayo tunayo ya mikakati, hatuwezi kufikia hilo pato. Kwa hiyo tunaomba amani yetu iendelee kulindwa. Viongozi wetu wa polisi, viongozi wetu wa kijeshi na watu wote kwa Tanzania tuendelee kulinda amani ya nchi yetu. Lakini pia niombe serikali ya CCM huko tunakokwenda tuanze kufanya vetting. Tuanze kufanya vetting ya watu wanaoingia madarakani. Hata sisi wabunge tufanywe vetting. Hii habari ya kuandaa watu na kuwapa madaraka alafu katikati hapa anaanza kutukana serikali, hapana, tufanye vetting. Wazalendo wa nchi hii waendelee kupewa vyeo. Wale wahuni wakae pembeni. Nakushukuru sana, naunga mkono wote. Asante sana Mheshimiwa Boniface Mwita Gitere. Nimtaja Mheshimiwa Elbarik Emmanuel Kingu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuchangia. Kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza sana kaka yangu Bashungwa, waziri wetu wa ulinzi wa mambo ya ndani na naibu wake. Ninawapongeza sana. Ninyi ni watu makini, watu wanyenyekevu sana. Ninampongeza rais wetu kwa kuona kwamba mnaweza mkamsaidia katika kuhakikisha kwamba mnasimamia wizara yetu ya mambo ya ndani. Hongereni sana kaka zangu, hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kihistoria kwa upande wa Afrika ya Mashariki na dunia, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania is a sovereign state. Hii ni nchi huru, na ninakwenda mbali. Taifa letu ndilo taifa lenye historia Afrika. Narudia, taifa hili ndilo taifa lenye historia Afrika ya kuwafanya mataifa ya Afrika wawe wamoja. Taifa hili liliwafanya Msumbiji wakawa wamoja. Taifa hili liliwafanya Zambia wakawa wamoja. Kama mnasoma historia,
Taifa hili liliwafanya Namibia wakawa wamoja. Taifa hili liliwafanya South Africa wakawa wamoja. Taifa hili limewafanya Komoro na Seychelles na nchi zingine kuwa wamoja. Taifa hili lilirudisha stability na umoja Uganda. Taifa hili hata hao Kenya, baadhi ya wanaharakati wanaojaribu kufikiri kwamba hili taifa ni la hovyo, walipoanza kuchinjana miaka michache iliyopita, ni taifa hili lilikwenda Kenya likarudisha umoja, amani na mshikamano. Ninaomba nimnukuu baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa letu, kiongozi aliyekuwa amepewa karama na Mungu ya kuliunganisha Afrika na kuiunganisha Tanzania. Ninajua nitakufa, sitapona ugonjwa huu, na waacha Watanzania wangu, naondoka nikiwa nimewaachia taifa moja lenye umoja na amani. Wosia wangu kwao, waipende nchi yao kama wanavyowapenda mama zao. Wajue hakuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Haya maneno aliyatamka baba wa taifa akiwa kitandani hospitalini London. Baba wa taifa alijua, kwa sababu alikuwa rais wa nchi hii, aliona viashiria vyote ambavyo vilikuwa vinanyemelea kuligawa taifa Tanzania. Na rais wetu wa wakati huo Mwalimu Nyerere, akiwa amestaafu kitandani, karibu mauti inataka kumfika, Roho wa Mungu alimshukia akiwa kitandani, akasema, nitoe maneno gani ya kuhakikisha stability, umoja, mshikamano wa taifa langu utakuwa salama kwa miaka 100 ijayo. Akasema, ninawaasa wa Tanzania walipende taifa lao kama wanavyompenda mama yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie, tumebahatika kupata rais mama katika taifa letu. Tumebahatika kupata rais mwanamama katika taifa letu. Sisi wa Tanzania hatujafundishwa kebehi. Sisi watoto wa Mwalimu Nyerere hatujafundishwa kuwachukia majirani, na ndiyo maana waliponyanyaswa, walipobaguliwa, tulikwenda kuwapigania, tukatoa damu za Watanzania, tukamwaga damu za watu wetu. Majeshi yetu na vyombo vya ulinzi na usalama vikaenda kujitoa muhanga kuleta stability ya mataifa ya Afrika, mfano ambao hauwezi kuigwa na taifa lolote lililopo. Taifa hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio taifa liliamua kusacrifice maendeleo ya watu wake. Watoto wetu wakakosa elimu bora, vizazi vyetu vikakosa usafiri bora, tukasacrifice kuliunganisha bara la Afrika. Tunaomba tuwakumbushe majirani zetu wa Kenya na mataifa mengine, na hili tunazungumza kutoka kwenye bunge, chombo kilicho huru cha kikatiba. Tunawaonya sana wanaharakati wanaofikiri ya kwamba taifa hili ni choo, kila mtu anaweza kwenda kujisaidia na kutoka. Nataka niwaambie kwa viongozi walioko madarakani na sisi vijana ambao tutakuja kukabidhiwa taifa hili, hakuna kiumbe chochote kitaweza kuligawa taifa hili. Hili ni onyo kutoka kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie, sisi wa Tanzania tunampenda Rais Ruto wa Kenya. Sisi wa Tanzania tunampenda Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Sisi wa Tanzania tunampenda Paulo Kagame wa Rwanda. Sisi wa Tanzania tunampenda rais wa Burundi, tunampenda rais wa Kongo na mataifa yote ya Sudani na Somalia. Sisi wa Tanzania hatuna chokochoko, ila ninawaonya majirani zetu, they should never dare again. Wasije tena. Ninatoa onyo kwa niaba ya wabunge wenzangu, ninatoa onyo kwa vibaraka wanaokubali kutumika kwenye mataifa yao. Tanzania sio mahali salama kwao. Taifa hili linaye kiongozi, rais mwanamama jasiri, shupavu, mzalendo, amefanya mambo makubwa kwa taifa hili, na sisi kama chombo kinachowakilisha wananchi kwenye bunge hili tutalinda taifa letu, tutalinda nchi yetu kwa wivu mkubwa, kwa gharama kubwa,
na Mungu tusaidie, tutakwenda kushinda kila majaribio yanayotaka kuligawa taifa hili kwa misingi ya ukabila, kwa misingi ya dini, kwa maslahi ya watu wachache wanaowatumikia. Namaliza, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nitoe pongezi kwa jeshi letu la polisi Tanzania na vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Nataka niwaambieni, yalipokuja majaribio ya kuligawa taifa letu vipande, Rufiji na mikoa mingine, jeshi hili ambao wanalisonda vidole lilisimama na kurudisha amani na utulivu wa taifa letu. Nataka niwaambie, yalipokuja majaribio ya kigaidi kwenye mikoa ya kusini na sehemu zingine, sisi tunalala, majemadari hawa usiku na mchana wanagharimu hata familia zao, wanalinda amani ya taifa hili, wako tayari kupoteza maisha kulinda umoja na mshikamano wa taifa letu. IGP Wambura, popote ulipo, wewe na makamanda wako na makaza wako, nataka nikuambie usitishwe. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liko na wewe, liko na askari wetu. Na rais wangu, popote pale ulipo, ukipata ujumbe, kusikia ujumbe wangu, ninakuomba mwakani uchumi ukikaa vizuri, pandisha mishahara ya watu wetu hawa, majemadari hawa, vinara hawa wanaolilinda taifa letu kwa kazi kubwa wanayoifanya. Mwisho kabisa, lakini si kwa umuhimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niwaasi Watanzania wote wanaolipenda taifa lao. Nyakati hizi, waziri amesema, vita vya kimaslahi ya kitaifa, vita vya kikanda, geopolitical politics za duniani, sio lazima taifa likuvamie na vifaru. Chokochoko zinazopenyezwa kwenye taifa letu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, simamieni imara. Baba wa taifa kaburini alipo, anawaangalieni ninyi, anawaangalia Watanzania, anawaangalia kila mmoja, kuhakikisha tunatimiza jukumu letu la kikatiba la kuilinda Tanzania kwa gharama yoyote ile. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Elibariki Emmanuel Kingu kwa kutukumbusha wosia muhimu sana wa Mwalimu Nyerere, baba wa taifa letu. Naamini Watanzania wanakumbuka. Na pia nitumie fursa hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote mliochangia asubuhi hii na michango yenu yote ambayo ninaamini kabisa inatija kwa taifa letu. Nami nawaunga mkono kwamba vyombo vyetu vya ulinzi vinafanya kazi kubwa na vinastahili kupewa moyo na kuwezeshwa zaidi. Mheshimiwa Bashungwa na Mheshimiwa Silo, naamini kabisa bajeti yenu ikipita leo ya trilioni 2.67, mambo yote yaliyozungumzwa yataenda kufanywa kazi na nchi yetu itakuwa na amani zaidi. Waheshimiwa wabunge, baada ya kusema hayo, nina kwanza tangazo la wageni ambao wapo muda huu. Tuna wageni 70 wa Mheshimiwa Maimuna Ahmad Pathan ambao ni wanakwaya wa kwaya ya Bikira Maria Mama wa Mungu BMM wa parokia ya Mtakatifu Yohana wa Mungu kutoka Yombo Vituka jijini Dar es Salaam. Karibuni sana wanakwaya wetu. Waheshimiwa wabunge, kabla sijasitisha shughuli za bunge, naomba niwataje wachangiaji wataoanza kuchangia jioni hii ya leo. Mheshimiwa Othman Almas Maige, Mheshimiwa Juma Usonge Hamad na Mheshimiwa Juma Othman Hija. Baada ya kuwataja hawa wachangiaji wa jioni, nasitisha shughuli za bunge hadi saa 11 kamili jioni. Asante kwa muda wote ambao umekuwa pamoja nasi katika kuyapokea matangazo haya ya bunge kutoka hapa Bunge Television ndani ya ukumbi wa bunge hapa Dodoma. Mimi ninayezungumza nawe ni mwenyeji wako Gabriel Zakaria, nimeshirikiana na wenzangu Othman Habibu Purute, lakini pamoja naye ni Protas Malongo katika upande wa lugha za alama. Mtangazaji mwenzangu ni Christina Nkia. Ungana nasi tena jioni kuanzia majira saa 11 ambapo bunge litarejea kuendelea na mchango wa bunge kuchangia maoni yao, mawazo yao katika wizara hii ya mambo ya ndani ambayo hii leo imewasilisha bajeti ya makadirio na mapato ya wizara hiyo
kwa mwaka wa fedha ujao 2025-2026. Ni bajeti ya takriban zaidi ya shilingi trilioni 2. Hivyo basi nikutakie mchana mwema usiokuwa na bugudha.